Wa Maarira Ikumbi katika kaunti ya Murang'a wamesalia na wasiwasi baada ya eneo la kaburi lililoshukiwa kuficha siri ya kutoweka kwa watu kadhaa kufukuliwa na kupatikana bila chochote. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Carol Wangare ni kwamba shughuli ya kuchimbua kaburi hilo ilifanyika kufuatia hofu ya wakazi, jambo ambalo limeibua maswali chungu nzima. Hofu imetanda eneo la Keni Kigumo, kaunti ya Murang'a, baada ya maafisa wa polisi, wapelelezi wa DCI pamoja na maafisa wa utawala wa eneo hilo kuchimbua kaburi la kina kifupi, na baada ya saa kadhaa za uchimbaji hakuna mwili au ishara yoyote ya uhalifu iliyopatikana. Kaburi hilo lilishukiwa kuficha miili ya watu kadhaa waliotoweka kutoka eneo hilo. Wakazi wanasema ingawa operesheni imepunguza hofu ya muda mfupi, maswali kuhusu watu waliopotea bado hayajapata majibu. Kama hayuko hapa, tuna hope ako uhai. Na kama hayuko uhai, akikuja tu, tukijua tu mali yako, tunamzika tu na heshima zake. Miongoni mwa waliotoweka ni David Gitau, mmiliki mashamba maarufu kutoka eneo la Kiritu aliyepotea katikati ya mzozo wa ardhi, Patrick Karanja wa umri wa miaka 35 pamoja na John Jehia kutoka kijiji cha Gatwekera aliyetoweka katika mazingira tatanishi. Huyu mzee amepotea ni my dad. Tumekuwa na safari gumu sana kumtafuta since last year December date 27. Tumeng'ang'ana pamoja na serikali mpaka yule mshiko akakuja akaleta ofisa wa serikali hapa kwa hii shamba na akasema alimzika hapa wa leo. Sasa kwa huzuni yenye tuko nayo sasa, tunaweza omba tu kama anaweza patikana tumzike tu na heshima zake. Aidha, maafisa wa usalama wanasema uchunguzi unaendelea na wanahimiza wakazi kuripoti tuhuma zozote badala ya kusambaza uvumi. Kwa sasa eneo lililotiliwa shaka halina ushahidi wa uhalifu, lakini jitihada za kupata majibu kwa waliopotea bado zinaendelea. Carol Wangare Wanjiru, Runinga ya TV47.